Na wazee wa mitaa katika eneo bunge la Jomvu katika kaunti ya Mombasa wamepokea mafunzo kuhusu usalama, huku wakitaka serikali kuwahakikishia usalama wao kutokana na changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo magenge ya wahuni wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu. Wakizungumza wakati wa kukamilika kwa warsha ya kutoa mafunzo na kupokea vyeti vya kufuzu, wazee hao wanapendekeza serikali kuwapatia silaha ili kujilinda. Wazee hao wanasisitiza kwamba wanakumbana na migogoro ya kijamii, ikiwemo masuala ya utata wa umiliki wa ardhi. Wazee hao pia wametaka nyongeza ya mishahara, wakisema shilingi 3,000 wanazopokea hazitoshi kukidhi mahitaji yao kila mwezi. Tangu sisi tuanze, mimi ni karibu miaka 10 hivi sasa nafanya uzee wa mtaa. Sijajua mzee wa mtaa huu nitavyoga wapi niache wapi. Lakini sasa hivi najua mwelekeo wa kisheria. Kupewa ulinzi ni muhimu kwa sababu kama alivyosema mwenzangu hapa, kusikia hata wazee wenzetu wengine waliuawa. Kwa hivyo kujikalia kiholela, kama serikali itaona kwamba tuna haki ya kwamba tuweza kupata watu wa kutusaidia kiulinzi, pia tutashukuru. Na wengine waliuawa na si urongo iko. Lakini sasa sisi kulingana na haya mafunzo tumepata, ametuvisha joho kubwa kama hili joho tulilolivaa leo la graduation, litatusaidia sisi sana kujua haki zetu na haki za jamii zetu. Utapata pengine umefanya kesi, mtu amekuwekea beef, ulifanya maamuzi yasiyoenda na venye alikuwa anataka. Na mimi ningependelea kuitisha serikali kuu na serikali za kaunti za gatuzi waeze namna gani wanaweza eka taasisi za kufundisha wazee wa mtaa, na namna gani mzee wa mtaa pia akienda kulalamika polisi achukulie jambo lake na seriousness, aone venye zasaidiwa. Saa zingine watoto wamepotea, hakuna mahali ambapo mtoto anapelekwa kwa mzee wa mtaa ama kwa mama wa mtaa. Sasa unarudi tena kununua pampers kama ni wa pampers mpaka pale atakapopata wazazi wake.